tufungue mchakato upya wa kukatisha tiketi kule Zanzibar, na hizi ambazo watu walikuwa wameshakata wazihifadhi, watakuja kuzitumia kwenye Simba Day. Ni wazo zuri, ila kitu ambacho mimi kilikuwa kinanifikirisha tarehe ya Simba Day haijulikani mpaka sasa hivi. Si ni mwezi wa 8, lakini mwezi wa 8 kuna CHAN au unajisaulisha? Mwezi wa 8 kuna CHAN. Kwa hiyo kukiwa kuna CHAN hakutakuwa na option ya kusema kwamba wanaweza wakafanya jambo. Tukumbuke CHAN inahusisha wachezaji wa ndani. Viwanja vitakavyokuwa vinatumika ndio hivyo. Wao Simba Day ndio kucheza wapi? Rwanda. Kwa hiyo unataka kusema kwamba Simba Day haitakuwepo? Sijasema haitakuwepo, ndio maana nimesema wangetoa tarehe rasmi, na naamini watatoa kwamba Simba Day itachezwa lini, kwa sababu ilikuwa inajulikana ni tarehe 8 ya kila mwezi wa 8. Ila ya msimu uliopita imechezwa mapema kabisa, na huenda pia hiyo wakacheza mapema baada ya ligi kumalizika, wakaona bora waanze kalenda ya FIFA hapo. Lakini ninachoamini ni kwamba itakuwepo Simba Day, itakuwepo. Ndio maana nimesema haijalishi itakuwa lini. Ndio maana nimesema mimi ninachokisubiri ni kuona tarehe ya Simba Day itakuwa ni lini, kwa sababu unajua ni mwaka ambao umekuwa na vitu vingi sana. Tunazungumza ligi pia inatakiwa kuanza mapema. Ndio. Hapo timu zina pre-season. Inachelewa kumalizika na inatakiwa ianze mapema. Yes. Kuna pre-season bado za timu zinafanyika. Tunazungumza ndo kipindi ambacho watu wanaelekea kwenye uchaguzi. Shughuli zinakuwa nyingi mno. Kwa hiyo kuna namna mimi nasubiri kuona namna ambavyo Simba watakuwa wamejipanga kuielekea Simba Day yao, kwa sababu ni tukio kubwa sana kwenye mpira wa Tanzania. Ni moja kati ya waanzilishi wa haya matukio ambayo tunaona kwenye vilabu vingine. Wao na karibu mwaka wa 15 wanafanya hilo jambo. Lakini unaona ilikuwa ni sahihi wao kutumia hizo tiketi kwenye Simba Day? Naamini inaweza ikawa ni sahihi, kwa sababu ya hakuna tena option nyingine hizo tiketi mahali pa kuzipeleka. Pia uwezekano wa kuwarudishia watu fedha na wenyewe ni changamoto nyingine. Kwa hiyo watu ambao walikata tiketi wanatakiwa kuzitunza tiketi zao mpaka siku ya Simba Day. Yes. Kwenye tamasha lili ndipo ambapo mtaenda kuzitumia tiketi zenu, na viingilio ambavyo vilikuwa vimetangazwa sasa rasmi kabisa ni mzunguko, yani orbit, shilingi 10,000, VIP ambayo ni Urusi shilingi 30,000, VIP A ni shilingi 50,000. Hivyo ndio viingilio ambavyo vilitangazwa katika uwanja wa New Aman Complex. Yep. Nawaza viingilio ambavyo vilitangazwa kwenye mchezo ambao utachezwa Benjamin Mkapa. It means hata kwenye Simba Day viingilio vitakuwa ni vile vile. Kwa wale ambao hawakununua tiketi wanaweza kununua tiketi. Viingilio vitakuwa ni vile vile. Ngoja nijikumbushe viingilio vilikuwa shingapi. Manake na wao pia huwa wanaanzia shilingi 5,000 yes, kwenda mbele. Sasa ngoja nijikumbushe ama tujikumbushe viingilio ambavyo vilikuwa vimetangazwa mara ya kwanza kabisa vilikuwa ni shingapi. Mzunguko ilikuwa ni shilingi 7,000, VIPC ilikuwa ni shilingi 20,000, VIPC ilikuwa ni shilingi 30,000, Platinums ilikuwa ni shilingi 2,500 ambayo sasa hivi tumeambiwa ni sold out. Kwa hivyo ndio viingilio ambavyo vilikuwa vimetangazwa. Kwa hiyo itawalazimu pia pindi itakapofika Simba Day waweke viingilio vinavyofanana na hivi. Yes, kwa sababu hizo sehemu ambazo watu bado hawajanunua tiketi, ikitokea unapandisha bei au unapunguza, kuna watu utakuwa hujawatendea haki kabisa. Kwa sababu mimi siwezi nikanunua tiketi labda shilingi 7,000 alafu mchezo haukuchezwa. Inakuja kutumika siku nyingine, ile tiketi inauzwa shilingi 5,000. Yaani waweke bei hiyo hiyo hadi kwenye mechi ya Simba Day. Naamini itakuwa imetengeneza balance nzuri kwa watu walionunua kabla na watu watakuja kununua baadaye. Okay. Yes. Sawa, na hivi viingilio ambavyo vimeweka unaona ni viingilio sahihi kabisa ambavyo vinafaa kwa wanasimba kutoa kwa ajili ya klabu yao? Naamini ni affordable. Kama watu wameweza kununua platinum na zimeisha toka siku imetangazwa, watu wanaweza kununua. Na unajua uzuri wa mashabiki wengi wa Simba, kwenda viwanjani wao sio changamoto. Yaani wewe wawekee kiingilio na watakuja. Issue inakuja ni idadi ya watu ndio itakuwa changamoto. Uwanja unachukua watu wachache sana. Kuna watu unajua wanatamani kuiona timu yao ikiwa inacheza fainali. Waliopata bahati ya kusafiri kwenda Morocco kidogo wao kuna experience tayari wameiona, ila walioko huko ambao walishindwa kwenda walikuwa wanategemea nafasi kwa Benjamin Mkapa, imeshindikana mechi kwa New Aman Complex Zanzibar. Pia wanaweza kwenda, baadhi ya watu wenye uwezo wa kufika Zanzibar watafika na watanunua tiketi na watashuhudia mchezo, ila kwa wale itakaoshindikana tunaangalia utaratibu mwingine wa namna ya kufanya. Kama tutakaa nyumbani, tutakaa mtaani,
tutaangalia burudani na maisha mengine yataendelea. Kikubwa ni kuisapoti timu yao, yani hicho ndo kitu cha msingi, haijalishi utakuwa wapi. Okay.